ushahidi wa kutosha. BBC imesema kuwa kesi hiyo haiwezi kuendelea kusikilizwa, huku hoja ya kutaka kesi hiyo kufutiliwa mbali ikiwa mahakamani, ikidai kuwa kwa kufanya hivyo BBC itakuwa imekabidhiwa mzigo mkubwa na kuwa kesi hiyo haitakuwa na maana yoyote ikiwa ombi lao litakubalika na mahakama. Ni taarifa yake Robert Kipto. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yoyote inayofanya biashara na Iran itakabiliwa na ushuru wa 25% kwa biashara na Marekani. Kufuatia tangazo hilo, China, mmoja wa washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran, alisema atalinda haki na maslahi yake. Mwandishi wa BBC anasema ingawa rais Trump alisisitiza kwamba ushuru huu utaanza kutekelezwa mara moja, ukosefu wa maelezo na agizo kuu kunaonyesha kuwa huenda bado haujaanzishwa. Zaidi na Beldin Waliaula. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ongezeko la ushuru kwa 25% kwa taifa lolote ambalo linashirikiana na Iran, huku mashirika ya kiserikali yakisema kuwa takriban watu 648 waliuawa katika maandamano hayo. Walioshuhudia maandamano hayo wanaelezea hali ilivyokuwa nchini Iran. Mutasifane unchi ke didam asan ghair qabil bavar bud. Kwa bahati mbaya, kile nilichokiona kilikuwa cha kusikitisha na cha kuogofya sana. Kulikuwa na umwagikaji damu na niliona miili ikiwa imetapakaa chini. Polisi waliwapiga risasi waandamanaji na walifanya hivyo kwa nia ya kuwaua, si kwa lengo la kuwatawanya waandamanaji, kwa sababu risasi zilizotumika ni za moto. Na tunajua kwamba hali kama hiyo hutokea tu kwa nia ya kuua. Familia zilizokuwa zikiwatafuta wapendwa wao miongoni mwa miili ya waandamanaji zilipatwa na mshtuko mkubwa. Mamlaka za Iran zimesitiza kuwa wamedhibiti hali nchini humo baada ya maandamano yaliyodumu zaidi ya siku kadhaa na kuhatarisha uongozi wa taifa hilo tangu kumalizika kwa utawala wa kifalme nchini humo mwaka wa 1979. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameilaumu serikali ya Iran kwa kufyatulia risasi waandamanaji na kuficha maovu yao kwa kuzima huduma za interneti nchini humo kwa siku 4. Kwa sasa simu za kimataifa zimerejelea hali ya kawaida baada ya interneti kuminywa, ila simu za kwenda mataifa ya nje pekee ndizo zinaweza kupigwa. Rais wa Marekani Donald Trump mara si moja amekuwa akitishia kuivamia kijeshi Iran, huku akitishia kuwekea vikwazo vya kiuchumi mataifa ambayo ni washirika wa karibu wa Iran na pia wanaofanya biashara na Marekani. Washirika wa karibu wa Iran ni China, Uturuki, Iraq na Falme za Kiarabu. Ikulu ya White House ilisema hapo jana kuwa Trump haogopi kuwatuma wanajeshi wake nchini Iran, ila kwa sasa anatumia njia ya kidiplomasia kutafuta mwafaka. China, ambayo ni mshirika wa Iran, imesema itajibu hatua ya Trump iwapo atawekea vikwazo vya ushuru vya 25% mataifa yanayofanya biashara na Iran kama njia ya kuadhibu. Liu Pengyu, msemaji wa ubalozi wa China nchini Marekani, amesema taifa lake litachukua hatua madhubuti kulinda maslahi yake iwapo Trump atatekeleza vitisho vyake. Kuzimwa kwa interneti nchini Iran kumefanya hali kuwa ngumu kudhibitisha visa vya vifo nchini humo, kulingana na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Iran Human Rights. Hapo jana waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema serikali yake imekuwa ikifanya mazungumzo na waandamanaji na kusema kuwa walizima huduma za interneti baada ya kugundua kuwa waandamanaji walikuwa wanapokea shinikizo kutoka mataifa ya nje, na kuongezea kuwa wako tayari kukabiliana na lolote kutoka Marekani, ikiwemo mashambulizi ya kijeshi. Serikali ya Iran imesema kuwa imechukua udhibiti wa barabara tofauti nchini humo, huku kiongozi wa kidini wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei akisema maandamano hayo yameshindwa. Jana usiku katika mji wa Karaj, maandamano yalishuhudiwa yakiongozwa na wanaotaka mabadiliko, wakiimba na kupaza sauti kuwa mwisho wa wiki hii Ayatollah Said Ali Khamenei atakuwa ameondoka madarakani. Kamishna mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hali ya Iran inazidi kuzua wasiwasi, kwani waandamanaji wanaweza kuhukumiwa kifo kwa kushiriki maandamano hayo.
Tuk aidha alisema ripoti walizonazo zinaashiria hospitali nyingi nchini Iran zimelemewa na idadi ya wagonjwa walio na majeruhi kutokana na maandamano hayo ya kupinga utawala wa taifa hilo. Tuk, na nikimnukuu, anasema mauaji ya waandamanaji lazima ikome na kuwaita waandamanaji kuwa ni magaidi haikubaliki, mwisho wa nukuu. Katika maandamano yaliyoshuhudiwa usiku wa jana, benki moja ilichomwa mjini Tehran, huku waandamanaji wakiendelea kulalamikia hali ya uchumi nchini humo. Beldin Walieula, BBC. Na mtulekee nchini Somalia, ambapo Somalia imesitisha makubaliano na ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikishtumu eneo hilo la Ghuba kwa vitendo vya uhasama na kuyumbisha nchi hiyo. Serikali ya Somalia inasema uamuzi huo ulifuatia tathmini ya hatua za UAE ambazo zinatishia uadilifu wa eneo la Somalia.